Hello? Yes, hello. Za mchana semaji? Salama, mambo vipi? Salama kabisa, unaongea na Peter kutoka Radio Times. Niambie bana. Tuzungumze kidogo kuhusiana na hali ya kikosi cha Simba kwa sasa. Mambo yanaendeleaje, uko kambi inaendelea au kuna nini kinaendelea kwa wakati huu? Wachezaji wako mapumziko kwa wale ambao hawana majukumu ya timu za taifa. Kwa wale ambao wenye majukumu hayo wameshaondoka, wamekwenda kujiunga na timu zao za taifa. Tunategemea mwanzoni mwa wiki ijayo watarejea tena uwanjani kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo ambao uko mbele yetu. Mchezo wa tarehe 27 wa kombe la CRDB, na baada hapo tutaanza maandalizi ya mechi ya robo finali dhidi ya Al Masry tarehe 2 ya mwezi wa 4. Na hali ya Shemalon Mfondo pamoja na Kamara vipi hadi sasa hivi ipoje? Kamara amepona, yupo kwenye timu ya taifa ya Guinea akiendelea na majukumu yake. Shemalon bado anaendelea na matibabu. Na leo pia kuna dabi kwa upande wa wanawake. Tungependa kufahamu kitu gani ambacho mashabiki wategemee kuelekea dabi hiyo? Maandalizi yamefanyika na maandalizi yamekamilika. Tunachosubiri ni kuingia uwanjani kwenda kucheza dabi yetu. Tunaamini mchezo utakuwa ni mgumu kutokana na ubora wa mpinzani wetu kwa maana ya Yanga Princess, lakini maandalizi ambayo tumeyafanya, mipango ambayo tumeiweka, tunaamini kabisa tutakuwa na mchezo mzuri na tutapata matokeo mazuri. Haitakuwa rahisi, lakini kwa juhudi, kujituma na kupambana kwa wachezaji wetu ndiko ambako kutaenda kutupa ushindi leo. Na leo kitu pekee ambacho tunakihitaji ama tunakitafuta sisi Simba Sports Club ni ushindi, kwa sababu tupo kwenye mbio za ubingwa na tunayecheza naye leo ni mpinzani wetu kwenye mbio za ubingwa. Kwa hiyo tunalazimika kupata ushindi ili kujiwekea mazingira mazuri ya kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya wanawake msimu huu. Semaji, kuna jambo kidogo umeliandika kwenye ukurasa wako wa Instagram kuhusiana na mambo ambayo yameyafanya rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia, na kusema kwamba yale ambayo tulikuwa tunayaota yanaonekana na yanawezekana. Ningependa ushare kidogo na watu ambao wanafuatilia kile ambacho kinaendelea kwa upande wa shirikisho la mpira wa miguu, lakini pia ukitaje pia yale ambayo umeona yamewezekana na yamefanywa na Rais Karia, ingekuwa vizuri zaidi. Rais Wallace Karia amefanya makubwa katika utawala wake, na hilo halihitaji kuwa na elimu kubwa kugundua hilo. Ukiangalia mafanikio yanayopatikana Tanzania kwenye sekta ya mpira wa miguu, ukiangazia ngazi za vilabu, timu zetu zimekuwa zikifanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Lakini ukienda kuangalia kwenye timu za taifa kuanzia under 17, under 20, timu kubwa, ukija vile vile kwenye soka la wanawake kwenye umri zote zimekuwa zikifanya vizuri. Sasa yote haya hayatokei kwa bahati mbaya. Yote haya yanatokea kwa ubora aliyokuwa nao kiongozi wetu Wallace Karia pamoja na viongozi wenzake wote wa TFF kwa maana ya secretariat, management pamoja na kamati mbalimbali ambazo zinaunda shirikisho la kandanda Tanzania. Lakini vile vile kwa upande wa bodi ya ligi, uimara wao umetengeneza ligi bora ambayo inapelekea kuwa na wachezaji bora wanaofanya vizuri kwenye timu za taifa. Kwa hiyo haya yote, kila mafanikio yanakuaga na mwenyewe. Kwa mafanikio haya ambayo tunayo kwenye mpira wetu hivi sasa ni mwenyewe ni Wallace Karia pamoja na viongozi wenzie wa TFF. Ni vema taifa likaelewa hilo, ni vema tukampa sifa yake wakati huu akiwa hai, na ni vema tukatambua umuhimu wake na mchango wake mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu. Unadhani ni kwa nini, kwa namna ambavyo pia umeandika kuna baadhi ya watu wanadhihaki, ni kitu gani hasa unadhani kinafanya hilo kuweza kutokea? Siwezi kuzungumza kiundani. Ninachoweza kufanya ni kuwa shahidi namba moja kwa mafanikio ya Wallace Karia. Hilo ndilo ambalo naweza nikaribia kwamba Wallace Karia
pamoja na viongozi wenzake wa TFF wamefanya makubwa, wanastahili heshima kubwa, na asitokee mtu yoyote akajaka kujaribu kutweza kazi kubwa iliyofanywa na viongozi hawa. Na sisi kama Watanzania hatuna budi kumlinda Wallace Karia, kwa sababu maono yake ndiyo ambayo yameifanya Tanzania hii leo tunapotembea Afrika tunatembea kifua mbele. Na kama haitoshi, bado kuna kazi kubwa hapo mbele ambayo tunategemea mtu wa kutuvusha kwenye hiyo kazi kubwa ni Wallace Karia. Kwa lazima tumbinde. Sawa semaji. Kwa upande wa mashabiki wa Simba ambao wapo tayari kucheza dabi ya Kariakoo, kwa upande wako unapendelea dabi hiyo ichezwe lini? Kwa sababu ratiba pia inaonyesha ipo bize kweli kweli. Sio kazi yangu kupanga ratiba, tusubiri bodi ya ligi itapanga ratiba, na sisi kazi yetu itakuwa ni kwenda tu uwanjani. Na kwa upande wa uwanja, mechi yenu ya kimataifa dhidi ya Al Masry, tunajua uwanja wa Benjamin Mkapa ulifungiwa. Labda kuna sehemu nyingine yote ambayo umeulizia kwa ajili ya kupeleka mchezo huo? Tunasubiri ukaguzi wa mwisho wa CAF ambao utafanyika tarehe 20. Huo ndio ambao utatupa mwangaza kwamba tunatumia Benjamin Mkapa au twende tukatafute uwanja mwingine. Lakini kwa sasa Simba hatuwezi kutoa taarifa yoyote kuhusiana na uwanja, kwa sababu Benjamin Mkapa bado unaendelea kufanyiwa marekebisho, na CAF watakuja kufanya ukaguzi wa mwisho tarehe 20 ya mwezi huu wa 3, na baada hapo watatoa majibu na mwongozo nini kufanyika. Shukrani sana semaji.